Karibu chairman. Asante sana. Asante sana kwa kutupokea. Naomba utuelezee majina yako kamili, kisha utatuelezea members, wanachama, tuelezee kiini cha hii kundi na pia azimio yenu. Karibu. Asante sana. Kwa majina anaitwa Kubo Mwangeka. Ni mkazi wa hapa Voi, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu mimi ndio chairman wa grupu hii ya Mwazindika, ngoma ya kitamaduni ya Kitaita. Na ngoma hii tuko members zaidi ya 20, na members hawa ni group ambayo imechanganya kidogo wale age ya juu, na wengi wao ni wale nyumbani tunaita mrika, yani watu ni vijana. So kundi hili lilianza mwaka wa 2023 tukiwa members wachache, ambapo tuliamua kuchukua uamuzi huu wa kuanza hii group kwa sababu tuliangalia kwamba hali ya vijana wetu wengi wamekuwa hawana makazi, so wengine walikuwa zaidi mambo ya nasema ni drugs ama mambo ya ulevi, na pia kuwa na mambo ya kutojifahamu. Tukana tuanze grupu hii ya ngoma za kitamaduni. Kuanzia mara kwanza ilikuwa ni kazi kuanza grupu hii, lakini kwa kushikana kwetu tuliweza kupata members tofauti kujiunga na sisi. So nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kundi hili limekuwa na members zaidi ya 20, na zaidi malengo yetu ni watu kupata ajira za kujitegemea wenyewe, na pia kudumisha mila na desturi kwa vizazi vijavyo, kwa wale wako nyuma, kuelewa kwamba sisi Wataita tuna utamaduni wetu, na pia licha huo utamaduni pia sisi kabla kuwa Wataita sisi ni Waafrika, na utamaduni wetu wa Afrika ni muhimu kudumishwa. Na ndio maana katika kupitia ngoma hizi tumeweza kuwa na kama uhamasisho kwamba bado kizazi hiki cha sasa ni watu wa kileo, lakini tunaweza ishi na tamaduni zetu za hapo jadi. So pia malengo mengine ni kuweza licha hiyo ajira, pia watu kufahamu kwamba asili yetu sisi wa Afrika ndio hiyo na hakuna nyingine. So asante bwana chairman. Maisha ya kisasa ni maisha ambayo tunaiga ya wazungu, na wakati sisi tunaiga uzungu, tunaposahau mila zetu tunakosa ubunifu, kwa sababu kwa kila mila zetu kama wewe ni Mtaita, unapozungumza Kiingereza lazima mawazo yako yaanze kufikiria Kitaita. Sijui kama ndio kila mtu ama ni mimi peke yangu lakini lazima mtu afikirie kwa lugha ya mama wakati unaongea lugha ambayo si yako. Mara mingi tunasema lugha ya Kiingereza uzungumzia mtu ili aelewe kwa akili, lakini lugha ya mama anaelewa kwa roho. Sijui utasemaje kama wanarika vizazi vijavyo wakiweza kujifunza tamaduni, kuna nafasi yao kuwa na manufaa ya kuweza kuwa wazinduzi ama kufikiria vile mzungu hajafikiria, lakini atapata hilo wazo kutokana na tamaduni, ailete katika maisha ya kizungu na aweze kufaidika. Kwa kweli hizi lugha zingine ama tamaduni zingine zimeathiri sana fikra zetu sisi kama Wataita ama Waafrika, kwa sababu tuseme lugha kama ya Kiingereza sisi tumekuwa tumejisahau, tukaona kwamba basi maybe kama ninaongea Kizungu
unakuwa ni mtu bora kuliko yule ambaye anaongea ile lugha ya mama. So hapo ndio kuna hiyo hatari, na kwa kweli kuna haja ya sisi kama Wataita kujifikiria na kurudi nyuma, kwa sababu mila zetu ndio mwongozo wetu, na iwapo mambo mengi tutafanya kilugha, basi itakuwa inaingia kwa akili ama kwa fikra ya mtu zaidi ya lugha nyingine ambayo ni lugha umepewa ambayo si yako kabisa. Kwa mfano chairman, tukimalizia ndio tuende kwa wanachama wengine. Wataita walikuwa wanafua vyuma, walikuwa wakitengeneza mapanga, mikuki, mishale kwa vyuma. Yes. Teknoloji ya chuma bila kiwanda. Ubunifu huo ulipotelea wapi mpaka wa leo tunanunua chuma kutoka China, ilhali mchanga wetu, udongo wetu una chuma ndani? Uone, hiyo ni mmojawapo wa hekima ambayo ilipotea wakati wa ukoloni, na hiki kikundi ni cha maana sana tukiweza kurejelea maisha ama hali ya mafikira ya Kiafrika. Ni ngumu sana sisi kupata hiyo teknolojia ya Wataita ya kitambo ya kufua vyuma, lakini kama tunaweza pata motisha ya kuwa wazee wetu walifanya bila viwanda, kwa hivyo na sisi pia inabidi tujibidishe tuwe pia wavumbuzi. Unasemaje chama? Nafikiri kwa kweli hapo ni kweli kabisa vile umesema, ni kuwa hao waliokuja ambao tutawaita sijui ni wakoloni ama wale walifanya watu kuwa watumwa, waling'oa sana fikra ya Mwafrika kuona kwamba yeye hajui lolote. Lakini kwa mfano nikisema kama mambo ya hizi ngoma, kile mimi najua ngoma alianza ngoma ni Mwafrika, na ndio ikasambaa ulimwengu mzima. Hata hii gita inachezwa, Mwafrika alikuwa na kitu inaitwa zeze, alikuwa akicheza. Kuna nyatiti na kuna hizo zingine. So Mwafrika mimi najua ndio alianza mambo yote, lakini tuligeuziwa kwamba Mwafrika hawezi fanya lolote. So mziki unaochezwa ulimwenguni ulianza na Mwafrika, maana tunacheza ngoma na tunaimba kwa pamoja na tunatumia vitu kama zile njuga. So Mwafrika alielewa mambo tunaita sound kabla ya hayo mambo yote. So katika hali hii tunayofanya mambo na ngoma na kurejelea nyuma kwa utamaduni, nafikiri baadaye kunaweza kuwa na ufahamu wa kujua kwamba Mwafrika ndio alitengeza mambo mengi kabla hao wengine kuja. Asante sana. Okay, kwa majina naitwa Boaz Mwanyiro. Mimi nimekuwa kwa kikundi ya Mwazindika kwa muda sasa hivi kama miaka 5. Nimejiunga na kikundi kwa sababu ya ajira, pia imekuwa chini, na pia mimi najua hii muziki sana. So pia ukiangalia kama utamaduni umekuwa chini, watu wamepotea kwa sababu ya hii mambo ya uzungu. So sisi kwenye tuko tumeamua ni boost, at least kila mtu akuwe anajua kuna utamaduni. Kama hapo awali kulikuwa na wazee walikuwa wakicheza, so walipopita tu kama mambo yao pia kwa yamepita, so wenye like kidogo tumeamua tuinue. Ingine ni kuwa kuna mchezo inaitwa kishavi. Hiyo imekuwa siku hizi haichezwi sana, kama pia naye imepotea. So kwa sisi kama hiki kikundi tunaijua, so tutahamasisha wengine pia wajiunge kucheza hiyo kishavi. So Boaz, wewe ulitokea kufahamu hii mambo lini? Inaonekana wewe kijana mdogo barubaru, Gen Z. Inakuwaje wewe unaelewa hii maneno? Mimi kuanzia nikiwa mdogo nilikuwa nikiona wazazi wangu wakicheza hii kitu na bado anacheza, lakini sasa kwa group yao wengine wanaendelea kufundisha watu sehemu zingine. So pia mimi nimekuja huku nifunze wengine. Nimekuwa nikiona tu wanacheza, yani najua utamaduni, najua uzuri wake kwa sana najua. So Boaz, unaonekana kuna jambo umeona, na ni ombi langu ya kuwa mkiweza kufanikisha
hii organization yenu na shughuli yenu hadi ifike kiwango cha kimataifa. Kuna hela mingi sana watu ambao wanafanya tamaduni. Wazungu wanataka sana tamaduni, na mimi ningependa kuwapa motisha, niwaambie wazungu sasa wanakuja Afrika kusoma somo la ujamii, kwa sababu kwao hana jamii. Mtu akifika miaka 16 amemaliza college, anaanza maisha yake, maisha vile itampeleka, kwa sababu kule system za kifedha zinafanya kazi. Kwa hivyo unaweza enda ukope pesa, ukuwe na nyumba inaitwa mortgage. Kule hawanunui simu, hawanunui laptop, hawanunui gari, wana lease. Wanafanya kwa mileage fulani, wanarudisha kwa kampuni, wanachukua nyingine. Sisi wa Afrika tunanunua. Kama ni simu unainunua, inakuwa ni yako, ikikuharibikia unarudi tena square one. Kama ni shamba unanunua, unajenga. Kwa hivyo tuna maisha ngumu sana. Kwa nini wazungu wanataka sana kusoma kutoka kwetu? Wakati unaenda kutunga nyimbo za kufoka, wako na wafukaji wenzao ambao wamebobea. Kama 50 Cent, huwezi kushindana na 50 Cent, au sio? Kwa hivyo kimba ya kwenu 50 Cent haijui hata iweza. Mkiingia pale kwa stage, wataku appreciate wewe kwa sababu ya muziki wenu, lakini usiende kuiga. Shida industry yetu ya muziki imekuwa na watu ambao wamepotoka kidogo. Ni watu ambao ukoloni mamboleo ndo wanazingatia. Hawatupatii nafasi sisi watu wa kitamaduni, lakini wanapatia watu wanaiga uzungu nafasi za kuperform. Unaweza semaje, unaweza wapatia ujumbe upi especially wa Gen Z na hawa watu wengine ambao wana organize kama Safaricom? Sijaisikia wameita traditional dancers, lakini wanaita wale akina King Kaka, akina OG, lakini lazima pia tuwapatie ujumbe. Unasemaje? Kwanza nitasema hapa kwa Gen Z, watu ile mafikira kuwa hii ngoma Mwazindika kuwa ni ngoma ya mapepo. Wengine wanasema ni ya mapepo. Watu hiyo mafikira, hii ngoma Mwazindika ni ngoma ya kitamaduni ambayo waga ni kama dawa. Ukiwa kama mgonjwa pigwa hii unapona. Seti ni mapepo. Alafu pia hawa watu kama Safaricom, hii mbona wametoshaniwa sana na hii kitu inaleta watu pamoja. Kwa kwanza ni inafaa wakuwa wanatwita, hii kitu imesaulika sana. So wakati wanatwita, at least watu wengi watajua. Asante Boaz, tunakutakia kila laheri. Karibu sana Lea. Unaweza zungumzia jambo gani kwa niaba ya wanadada kuhusu hizi ngoma za kitamaduni? Zilikuwa na umuhimu gani kwa wanadada wakati ule na wakati huu? Karibu. Asante. Labda mimi niseme hivi, hizi ngoma zinatusaidia. Kwa majina mimi naitwa Lea Mbala, mkaaji wa hapa. Nitasema kuhusu hizi ngoma zimetusaidia kama sisi wasichana. Kuna mambo mengine yanaendelea huko mtaani, lakini sasa sisi tunapata muda, tunakuja tunafanya zoezi, tunajua utamaduni wetu, ambapo mambo mengine tulikuwa tujui. Labda tuanze na mavazi. Niseme tamaduni za zamani zenye sisi tumeambiwa, watu walikuwa wanafunga kanga na zilikuwa ndefu, na walikuwa wanaume wao na wanawake najua walikuwa wanafunga kanga. Wanaume pia walikuwa wanafunga kanga fupi, wanavaa ngozi, zile ngozi za mbuzi. Kuna mishanga, kofia zilikuwa zinawekwa, I think ni manyoya ya kuku walikuwa wanaweka. But sasa hivi ukiangalia watu wameacha utamaduni, tunavaa nguo fupi, nguo za kujionyesha, ambapo tumeacha mila. Lakini kama tungekuwa tunafuata mila, at least tungekuwa tunajua vile walikuwa wanavaa mavazi. Na tunaambia hayo mavazi yalikuwa yanaelezea kuna in different stages, like wazee utajua huyu ni mzee, utajua huyu ni mama, utajua ni mtoto huyu ameolewa ama hajaolewa kupitia yale mavazi. Lakini sasa hii tumechanganyikana, huwezi jua ni mama, huwezi jua ni msichana, sababu mila tumeziacha. Lea, nyimbo zilikuwa zinatumika zamani kupitisha ujumbe mbalimbali. Ujumbe za msimu, ujumbe za tahadhari,
jumbe za furaha. Ni nyimbo zipi ama ni ngapi wewe unazifahamu zilikuwa zinakumbusha watu ama kupatia watu motisha wakati wanafanya shughuli kwa pamoja? Ni ngapi hivi unajua? Ama zile unajua zilikuwa zinaangazia mambo yapi ya kimaisha? Sasa niseme nyimbo ziko mingi, na sababu kuna nyimbo za mavuno, kuna nyimbo za harusi, kuna hizi za I think inaitwa hii kutairi, kulikuwa na hizo, so nyingi tumezipata na ziko nyingi, ambapo pia sisi tunapata kujifundisha hizo nyimbo, lakini sasa hatujapata wale wazee wenyewe ni tukapata meaning za ndani. Kuna zenye tunajua meaning za ndani na zenye nyingine hatujui, tunaimba tu. So hizi nyimbo za kitamaduni wakati wewe unaziimba zinakupa ujumbe fulani, zinaweza kuwa za manufaa vipi kwa wanadada wengine, haswa kwenye swala la kuozwa, haswa kwenye swala la upataji watoto, kulea watoto, na hata pia labda pia kuwatunza wazazi ambao ni wakongwe? Unaona zina manufaa zipi? Manufaa kwa hizo nyimbo ni nzuri, maana utapata ujumbe kupitia hizo nyimbo, utapata maelezo mengi kuhusu, sababu hizo nyimbo zitakuelezea jinsi ya zinakuwaga na stage, utaelezewa kama venye mtoto amezaliwa, venye atalewa. Ukiingia swala ya ndoa, utaelezewa venye unaanzia hapo, unafanya hivyo. So hizi nyimbo zinatusaidia na zinasaidia wengine, hata kama hawatakuja hapa, lakini wakizisikia at least wanapata information fulani. Ukilinganisha hizi nyimbo na hizi za kisasa za kuiga, ni zipi za kisasa unajua zinapeana ujumbe ya vile msichana anastahili kuozwa, vile anastahili kulea, vile anastahili kutunza watoto na hata pia wazazi katika uzeeni? Ni zipi za mwimbaji mgani ambayo unafahamu? Zile labda zinachezwa kwa radio, zinachezwa kwa TV, ziko kwenye mtandao, ni zipi ambazo unaweza taja? Unaonekana wewe ni msichana mdogo, kwa hivyo lazima unajua nyimbo za kisasa. Za kisasa nazijua, lakini sasa hizo nyimbo zenye za kitamaduni nazijua, lakini sijui nani aliziimba, but tunazijua, hatujui mwenye aliimba. Hizi za kisasa nauliza Ni gani? Ni zipi ambazo zina manufaa kama za kitamaduni ambazo zimeimbwa leo? Hakuna. Hakuna hata moja. Moja. Kama gani? Kama ya nani? Kuna huyu anaitwa Mercury. Naimba galana dimeho klangale, galana dimeho klangale, mwangajo kana imbamba galana dimeho klangale. Hiyo inamaanisha enda nyumbani mapema. Mercury ni mwanachama? Si mwanachama, lakini anaimba nyimbo za kitamaduni. Kwa hivyo at least kuna mmoja. Lakini haimbi kwa Kiingereza. Anaimba Kitaita. Nashukuru sana kwa ujio wako, kukaribisha. Asante sana kwa kutupatia ujumbe wa manufaa. Kwa niaba ya wanadada tunawatakia kila laheri na hata pia mafanikio.